Waitara, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru Spika, ili upambane na wahalifu inabidi wewe usio sehemu ya wahalifu. Sasa ili Watanzania na hasa bunge tupigane vita ya usagaji na ushoga. Je, serikali ipo tayari kuweka masharti hapo na mashine hapo nje? Wabunge wote wanapoingia humu ndani wapimwe kwanza tujue kama kuna usagaji na kama kuna mashoga ili tupambane na ushoga nchi hii. Mheshimiwa Waitara, hilo swali linaelekezwa kwa waziri au kwangu? Mheshimiwa, swali linaenda kwa serikali kwa maana ya waziri wa sheria. Sasa serikali inaweza kuleta mashine hapa ya kupima kweli bungeni? Sitakuwa inatuingilia. Sawa, sasa kama swali lilikuwa linaelekezwa kwangu, mimi siwezi kuuliza swali nikiwa hapa mbele. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pia hilo swali kwa kuwa halikuhusu wewe, kwa hiyo hilo sitakupa nafasi ya kulijibu. Mheshimiwa Angelina Malembeka, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Nilitaka kufahamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri, katika huo mswada wanaouandaa kwa ajili ya wanawake kwa swala la usagaji, je, wamezingatia kwenye swala la ulawiti, kwa sababu sasa hivi swala la ulawiti ni kubwa zaidi kuliko hilo la usagaji? Asante. Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, sheria ya makosa ya jinai sura ya 16 ilifanyiwa mabadiliko makubwa mwaka 1998 kupitia sheria namba 4 ya mwaka 1998, ambapo makosa mengi ya kujamiiana yaliingizwa mle, ikiwemo kosa la ulawiti. Hili kosa tunalolisema hapa ni kosa ambalo halikuingizwa katika mabadiliko ya mwaka 1998, ndio maana tunapendekeza liingizwe sasa. Hivyo basi swala la ulawiti tayari liko kwenye sheria zetu kwa hivi sasa. Kinachotakiwa ni elimu na utekelezaji wa sheria iliyopo. Mheshimiwa Waziri, asante sana.